Siri nzito ya mwisho wa maisha ya Bikira Maria. Je, alikufa au alipaa mbinguni? Hebu fikiria, ni usiku tulivu katika mji wa Yerusalemu. Mtaa umejaa ukimya. Ndani ya nyumba ndogo, mwanamke aliyebeba historia ya ulimwengu mzima ameketi kwa utulivu. Huyu si mwanamke wa kawaida. Huyu ndiye aliyemlea Mwokozi wa ulimwengu. Huyu ndiye aliyeshuhudia miujiza. Huyu ndiye aliyesimama chini ya msalaba. Lakini leo sio Yesu anayezungumziwa, ni mama yake. Swali linabaki, je, mwisho wake ulikuwa wa kawaida au kulikuwa na tukio la kimiujiza ambalo dunia haikuambiwa wazi? Leo tutaingia ndani ya fumbo hili. Maisha ya Maria baada ya kifo cha Yesu Kristo. Baada ya kusulubiwa kwa Yesu, Maria hakutoweka ghafla katika historia. Biblia inatuambia Yesu alimkabidhi kwa mwanafunzi wake Yohana. Hii ina maana Maria aliishi chini ya uangalizi wa mtume Yohana. Mapokeo mengi yanasema aliishi Efeso, leo hii ni Uturuki. Kwa miaka mingi alikuwa mama wa kanisa la kwanza. Alifariji mitume, aliwasimulia hadithi za utoto wa Yesu. Alikuwa shahidi wa kupaa kwa Kristo mbinguni. Fikiria hisia zake. Alimuona mwanawe akiteswa, akiziakiwa, akisulubiwa. Lakini pia alimuona akifufuka, akiongea nao tena na kupaa mbinguni. Je, moyo wake ulikuwa katika hali gani? Ukimya wa Biblia. Kitu cha kushangaza ni hiki. Biblia inatoa maelezo ya vifo vya watu wengi, Stefano, Yakobo, Herode, lakini linapokuja swala la Maria, kimya. Hakuna tarehe, hakuna tukio, hakuna maelezo ya mazishi. Kwa nini? Wanahistoria wengine wanasema labda kifo chake hakikuwa tukio la kisiasa au la mateso, hivyo hakikuandikwa. Lakini wengine wanasema huenda kulikuwa na jambo la ajabu lililotokea. Simulizi za kale, Transtas Mariae. Karne za mwanzo baada ya Kristo kulianza kuenea maandiko yanayoitwa Transtas Mariae. Maandishi haya yanasema Maria alipohisi muda wake umefika, malaika alimtokea. Mitume waliokuwa wametawanyika duniani waliletwa kimiujiza Yerusalemu. Walikaa pembeni ya kitanda chake. Maria akafumba macho kwa amani. Baada ya siku 3, kaburi lake lilipofunguliwa, mwili haukuwepo. Simulizi hizi hazipo ndani ya Biblia rasmi, lakini zilikuwa maarufu sana katika karne za kwanza. Je, zilikuwa hadithi za imani au kumbukumbu halisi? Fundisho la Kanisa Katoliki. Assumption. Mwaka 1950 Papa Pius alitangaza rasmi fundisho la Assumption. Fundisho hili linasema Maria alipaa mbinguni kwa mwili wa roho, lakini Kanisa Katoliki halijathibitisha kama alikufa kwanza au la. Kwa nini? Fundisho hili ni muhimu kwao kwa sababu Maria anaonekana kama sanduku jipya la agano, hekalu lililombeba Mungu. Ikiwa Yesu alifufuka na kupaa, je, mama aliyembeba asingepata neema maalum? Kwa Wakatoliki, kupaa kwake ni ishara ya ushindi dhidi ya kifo. Fundisho la kanisa la Orthodox Domitian. Orthodox wana mtazamo tofauti kidogo. Wanaamini Maria alikufa, lakini kifo chake hakikushikilia mwili wake kwa muda mrefu. Baada ya siku 3 alifufuliwa na kupaa. Wanasherekea Domitian kila tarehe 15 Agosti. Kwao Maria ni mfano wa tumaini la ufufuo kwa wanadamu wote. Je, Biblia inaruhusu hili? Kuna watu wawili waliopaa mbinguni bila kuona uharibifu wa kawaida wa mwili. Henoko, Eliya
Ikiwa Mungu aliwafanya hawa, je, asingefanya kwa mama wa Mwokozi? Hili ndilo swali kuu. Hoja za Protestanti. Waprotestanti wengi wanasema maandiko pekee ndiyo msingi. Kwa kuwa Biblia haijasema wazi kupaa kwa Maria, hawalikubali kama fundisho la lazima. Kwao Maria alikufa kama wanadamu wengine, lakini bado wanamheshimu kama mwanamke aliyebarikiwa kuliko wote. Historia ya kaburi lake. Yerusalemu kuna sehemu inayoitwa kanisa la kaburi la Maria. Hakuna mifupa, hakuna mabaki. Wengine wanasema ni ushahidi wa kupaa. Wengine wanasema historia imepoteza ushahidi. Ukweli hakuna anayejua kwa uhakika. Maana ya kiroho. Kwa nini mjadala huu ni muhimu? Kwa sababu unagusa swali kubwa. Je, kifo kina mwisho kwa watu wa Mungu? Maria anawakilisha tumaini. Ikiwa alipaa, ni ishara ya ushindi. Ikiwa alikufa na kufufuliwa, bado ni ishara ya tumaini. Hitimisho la kina. Biblia iko kimya. Mapokeo yanasema mengi, madhehebu yanatofautiana, lakini jambo moja halipingiki. Bikira Maria alicheza nafasi iliyofutika katika historia ya wokovu. Je, alikufa au alipaa? Labda jibu kamili tutalijua siku moja. Je, Maria alipitia maumivu ya kifo? Swali la kiimani linaibuka. Kama Maria hakuwa na dhambi kulingana na mafundisho ya baadhi ya madhehebu, je, alipaswa kufa? Kwa mujibu wa mafundisho ya Kanisa Katoliki, Maria alizaliwa bila dhambi ya asili, Immaculate Conception. Lakini hata Yesu hakuwa na dhambi, bado alikufa. Hivyo wanatheolojia wengi wanasema inawezekana Maria alikufa, lakini kifo chake hakikuwa adhabu, bali mpango wa Mungu. Jina langu mimi naitwa Idris Danger. Unaweza kunifollow pia Instagram, natumia Idris Danger TZ. Like now, bye bye.